Katika historia ya taifa letu la Tanzania, kuna matukio ambayo yametuacha na majonzi, yakiwa na athari kubwa kwa jamii, familia na taifa kwa ujumla. Matukio haya si tu yalihitaji ujasiri katika kukabiliana na maafa, bali pia yaliibua maswali kuhusu usalama wetu, utawala bora na ustawi wa jamii. Kutoka kwenye ajali mbaya za usafiri mpaka kwa majanga ya asili na vitendo vya ukatili vilivyotekelezwa kwa imani potofu, kila tukio linatufundisha somo zito kuhusu umuhimu wa tahadhari, mshikamano na juhudi za kujenga taifa linalotunza haki na usalama wa kila raia. Katika makala hii tutachunguza matukio haya ya huzuni yaliyowahi kutokea Tanzania. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Tukio la kwanza ni tukio la kuzama kwa meli ya MV Bukoba mnamo mwaka 1996. Mnamo Mei 21 mwaka 1996, meli ya MV Bukoba ilizama katika ziwa Victoria mkoani Kagera nchini Tanzania. Meli hiyo ilikuwa ikifanya safari kutoka mji wa Mwanza kwenda Bukoba, ikiwa imebeba abiria kupita uwezo wake wa kawaida wa kubeba watu 430, lakini yenyewe ikabeba abiria takriban watu 800 na zaidi. Hadi hivi leo inasadikiwa kuwa ni zaidi ya watu 800 walikufa katika ajali hiyo. Ajali hiyo ilitokea wakati meli ilipojaa kupita kiasi, na kuna vielelezo ya kwamba meli ilikosa usalama katika abiria na mizigo. Pia inadhaniwa kwamba meli hii ilikuwa na shida za kiufundi na haikuwa na vifaa vya usalama vya kutosha. Zaidi ya hayo, hali ya hewa pia ilichangia kuzama kwa meli hiyo, kwani mvua kubwa na upepo mkali vilichangia kuzama kwa meli ya MV Bukoba. Wakati inakaribia kufika Mwanza, ilianza kuegemea upande mmoja kutokana na mizigo kutopangiliwa vizuri, na meli hiyo ilizama umbali wa kilomita 30 kutoka bandari ya Mwanza. Tukio hili lilileta athari kubwa sana kwa taifa la Tanzania, kwani watu zaidi ya 800 walifariki dunia na ni wachache tu ndio walionusurika kutokana na ajali hiyo. Lakini miili mingi ya watu haikupatikana kwa sababu meli ilizama katika kina kirefu cha maji, na serikali ilifanya uchunguzi na kubaini kuwa ni uzembe mkubwa katika usimamizi wa usafiri wa majini. Tukio hili linabaki kuwa moja ya ajali mbaya zaidi za majini kuwahi kutokea barani Afrika. Tukio la pili ni kifo cha Mwalimu Julius Nyerere kilichotokea mnamo mwaka wa 1999. Mwalimu Nyerere, ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa Tanzania, alifariki dunia Oktoba 14 ya mwaka 1999 akiwa na umri wa miaka 77. Alikuwa miongoni mwa viongozi maarufu wa bara la Afrika na alitambuliwa kwa mchango wake mkubwa katika uhuru wa nchi za Afrika Mashariki na bara zima la Afrika. Nyerere alifariki kutokana na ugonjwa wa saratani ya damu kwa maana ya leukemia aliyokuwa nao akiugua kwa muda mrefu kabla ya kifo chake. Alikuwa amestaafu rasmi kutoka kwa urais mnamo mwaka 1985, lakini aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa na maisha ya Tanzania. Baada ya kustaafu, Mwalimu Julius alijitolea katika kazi za amani na maendeleo ya bara la Afrika, akiwa pia ni msemaji mkubwa wa Umoja wa Afrika na masuala ya kisiasa duniani. Kifo cha Mwalimu Nyerere kilikuwa ni pigo kubwa kwa Tanzania na bara la Afrika, kwani alieleweka kama kiongozi mzalendo aliyejenga misingi ya umoja na maendeleo nchini. Viongozi wengi kutoka duniani kote walielezea huzuni yao na nchi mbalimbali zilimuomboleza kutokana na kifo chake. Muandiko wake wa ujamaa na sera yake ya kujitegemea, yani ujamaa na kujitegemea, zilijenga misingi ya uchumi na jamii nchini Tanzania. Licha ya changamoto za utekelezaji wake, lakini iliacha alama kubwa sana kwa taifa letu. Kifo chake kiliacha pengo kubwa katika siasa za Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla.
Tukio la tatu ni ajali ya treni ya Msagali iliyotokea mnamo mwaka 2002. Ajali hii ilitokea tarehe 24 Oktoba ya mwaka 2002 katika kijiji cha Msagali kilichopo wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma nchini Tanzania. Treni hiyo ilikuwa inatoka mji wa Dar es Salaam kuelekea Tabora ikibeba abiria na mizigo ndani yake. Treni hiyo ilikuwa na behewa zaidi ya 22, lakini kulingana na ripoti, breki za treni hiyo zilishindwa kufanya kazi kwenye mteremko mkali, na kutokana na kasi kubwa ilisababisha behewa za mbele kupasuka na kuharibika vibaya sana. Ajali hiyo ilihusisha treni iliyobeba abiria na mizigo, ambapo abiria zaidi ya 200 walikufa siku hiyo na wengine wengi walijeruhiwa vibaya sana. Sababu nyingine ya ajali hiyo ni pamoja na ubovu wa miundombinu ya reli, kukosekana kwa matengenezo ya kutosha ya treni na vifaa vyake, pamoja na usalama wa chini wa safari hizo. Ajali ya treni ya Msagali ilikuwa moja ya ajali mbaya zaidi za treni katika historia ya Tanzania, na iliacha majonzi makubwa kwa familia za wahanga, huku pia ikifungua mjadala mkubwa sana kuhusu usalama wa usafiri wa reli nchini. Ajali hii ilionyesha udhaifu mkubwa katika usimamizi wa huduma za usafiri na umuhimu wa kuboresha miundombinu ya reli ili kuepusha majanga kama haya kutokea tena. Tukio la 4 ni matukio ya mauaji ya albino. Kwa miaka mingi, watu wenye ulemavu wa ngozi maarufu kama watu wenye ualbino wamekuwa wakilengwa na mauaji ya kikatili sana kutokana na imani potofu ya kwamba viungo vyao vinaweza kuleta utajiri au nguvu za kichawi. Katika miaka ya 2000, baadhi ya maeneo, imani za kishirikina zilikuwa zikifundisha kwamba sehemu za miili ya albino kama vile nywele, vidole au viungo vingine vinaweza kutumika katika uchawi na kuwa na imani kuwa zinaweza kuleta utajiri, bahati au mafanikio. Hii ilisababisha baadhi ya watu, hasa katika mikoa ya kaskazini magharibi ya Tanzania, kuhusisha mauaji ya albino na shinikizo la uchawi kwa kuwashambulia watu wenye ualbino, kuwaua na kuwakata viungo vyao ili kuvitumia kwenye shughuli za kishirikina na kujiinua kiuchumi au hata kupata faida. Lakini yote haya ilikuwa ni dhana potofu juu ya mauaji haya ya watu wenye ualbino, na serikali ya Tanzania ilichukua hatua kadhaa kukabiliana na tatizo hili, ikiwa ni pamoja na kuanzisha sheria kali za ulinzi na kutoa elimu dhidi ya imani za kishirikina. Tukio la 5 ni milipuko ya mabomu yaliyotokea mwaka 2009 na mwaka 2011. Mnamo April 29 ya mwaka 2009, mlipuko mkubwa wa mabomu ulitokea katika ghala la kijeshi la Mbagala jijini Dar es Salaam. Mabomu hayo yalilipuka ghafla na kuharibu makazi, shule na biashara zilizokuwa jirani na kambi hiyo ya kijeshi. Makombora na vipande vya mabomu vilirushwa mbali na kusababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Tukio hili lilileta athari kubwa sana kwa wakazi wa eneo hilo, kwani watu 26 walifariki dunia na mamia kujeruhiwa, na nyumba zaidi ya 7,000 ziliharibiwa na familia nyingi zilipoteza makazi. Serikali ililazimika kuhamisha ghala la kijeshi kwenda maeneo ya mbali na makazi ya watu ili kuepusha maafa kama haya kujitokeza tena. Lakini mnamo Februari 16 ya mwaka 2011, mlipuko mwingine wa mabomu ulitokea katika ghala la kijeshi la Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam. Tukio hili lilisababisha uharibifu mkubwa zaidi ya ule wa Mbagala, kwani mabomu yalirushwa hadi maeneo ya mbali zaidi na kusababisha maafa makubwa sana. Tukio la mwisho ni tetemeko la ardhi la Kagera. Tetemeko hili lilitokea tarehe 10 Septemba ya mwaka 2016 likiikumba mkoa wa Kagera na maeneo ya jirani. Tetemeko hili lilikuwa na nguvu kubwa, ikiwa na kipimo cha magnitude 5.9 kwenye kipimo cha Richter, na liliathiri maeneo mengi sana, hasa wilaya za Bukoba, Kyerwa, Biharamulo pamoja na Misenyi. Tetemeko hilo lilisababisha
maafa makubwa sana, likiua zaidi ya watu 20 na kujeruhi mamia ya wengine, na zaidi ya nyumba 10,000 ziliharibika na miundombinu mingi ikiwemo barabara, madaraja na majengo ilikumbwa na uharibifu mkubwa sana. Mengi ya majengo yalianguka, yakiwemo shule, hospitali na nyumba za watu, na hili lilisababisha athari kubwa kwa maisha ya wakazi wa Kagera. Serikali na mashirika ya misaada yalitoa msaada wa haraka kwa waathirika, na juhudi kubwa za ujenzi wa upya wa makazi zilifanywa na wadau mbalimbali nchini. Tanzania kama taifa imejifunza kutoka kwa majanga haya na inaendelea kupiga hatua katika kuboresha mifumo ya usalama, huduma za dharura na jamii yenye mshikamano. Tuna heshima kubwa kwa wote walioathirika na matukio haya na tunawaenzi kwa kuwa ni sehemu muhimu ya historia yetu. Tunapoangalia mbele, tujiulize, je, tunajifunza kutokana na makosa ya zamani ili kuunda taifa lenye nguvu na salama zaidi? Huu ni wakati wetu wa kuungana, kujenga na kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vitakuwa na taifa lenye imani, upendo na matumaini. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kuwa nasi leo, na tunatarajia kuwa nanyi tena wakati mwingine kuzungumza zaidi kuhusu Tanzania yetu. Kumbukeni, tunapokuwa na kumbukumbu, tuna nguvu ya kuibadili kesho.